Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. When you tell God that be with me, unapomwambia Mungu kuwa na mimi, it means that you allow him to take control in you. Unamruhusu Mungu aweze kukukontrol wewe. When you let him take control, unapomruhusu yeye aweze kukukontrol, it means that you have given him a license. Inamaanisha kwamba umempa yeye leseni. That license allows him to control and do everything of what he wants in you. Hiyo leseni uliyempatia inamaanisha kwamba umemruhusu yeye aweze kukontrol na kufanya chochote ndani mwako. It is your day today to let God take control in your life. Ni siku ya leo ambao unatakiwa mruhusu Mungu aweze kukontrol maisha yako. If you want God do something in your life, kama unataka Mungu afanye kitu katika maisha yako, if you don't let God do something, unataka kumwachilia Mungu afanye kitu katika maisha yako, you will live a miserable life. Utaishi maisha magumu yasiyoambilika. Because you have not let God do his work. Kwa sababu haukutaka kumwachilia Mungu afanye kile anachotaka kufanya. Because God does not force himself onto you. Kwa sababu Mungu hawezi akajilazimisha yeye kuweza kuja kwa wewe. But God comes because you have allowed him to do something. Ila Mungu anakuja pale ndipo utakapokuwa umemruhusu yeye kuweza kuja. That's why when you let God do something in your life today, na ndio maana utakapomruhusu Mungu aweze kuja katika maisha yako, your life will never be the same again. Maisha yako hayataweza kuwa kama hivyo tena. Your life will never be the same again. Maisha yako hayataweza kuwa kama hivyo tena. Your life will change. Maisha yako yatabadilika. I would like you now to rise up and tell God that God come and do something in my life. Nataka hapo ulipo uweze kusimama na kuweza kumwambia Mungu, njoo uweze kufanya kitu. Lord, be with me now. Mungu kuwa na mimi sasa Lord, hivi. I want to see you now. Mungu nataka nikuone wewe sasa. I want to let you walk in my life. Nataka nikufanye wewe ufanye kazi katika maisha yangu. Nataka uweze kugusa maisha yangu. Rise up now. Rise up now. Simama sasa. Raise up now. Simama sasa. And now tell God. Welcome God. Mwambie Mungu karibu. Welcome God in you. Karibu kwangu. Welcome the Holy Spirit in you. Karibisha Mungu kwako. Open everything. Fungua kila kitu. Open your heart. Fungua moyo wako. Open your spirit. Fungua moyo wako. Open the whole of you. Fungua kila and ulicho let nacho. him take control Mwambie Mungu in afanye everything. Today it is your day. Leo ndio siku yako. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let us have a seat. Tunaweza tukakaa sasa. Amen. Hallelujah. Amen. Today is a good day. Leo ni siku njema sana. Amen. It is the day of your deliverance. Leo ni siku ya ukombozi, siku ya kubadilishwa kwako. It is the day of your leo ni siku ya mpenyo kwako. Because you have come today, kwa sababu umekuja siku ya leo, and you are sitting there before the Lord, na umekaa hapo mbele za Mungu, you are not sitting before any man. Haujaweza kukaa mbele ya mtu yeyote, because no man can give you the solution. Hakuna mtu yeyote anaweza kukupa suluhisho. But your solution today is in the hands of God. Lakini suluhisho pekee la matatizo yako liko katika mikono ya Mungu. That's why God has sent me to come and speak to you today. Na ndio maana Mungu ameleta siku ya leo na kuweza kuzungumza kwa na wewe. Today I would like to talk about destroy the cover. Na leo ninataka kuzungumza ya kwamba uweze kuharibu ile ganda la juu, au yani kwamba kile kitu ambacho umekiona kimekuwa kinakuja mbele yako kama ndio limekuwa tatizo, kifuniko yako. Amen. Haribu kifuniko. There are many people have been covered. Kuna watu wengi ambao wamefunikwa. There are many covers around them. Kuna vifuniko vingi ambavyo vimewazunguka. And the people they are not seen because of that cover. Na wale watu hawaonekani kwa sababu ya kile kifuniko. They have been suffering because of the cover. Wamekuwa wakiteseka wakihangaika kwa sababu ya kile kifuniko. The cover has covered them around about. Ule mfuniko umewafunika kuwazunguka. No one can see them. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kawaona because of the cover. Kwa sababu ya ule mfuniko. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. But today God has come to me. Lakini leo Mungu amekuja kwangu and told me to talk to you. Na kuniambia niweze kuzungumza na wewe. About how you can be able. Ni namna jinsi gani ambavyo unaweza ukaharibu kile kifuniko ambacho. So that you can be seen. Yes. So that you can be seen. Ili basi uweze kwenda kuonekana. You cannot be seen. Hauwezi kuonekana. When the cover is still around. Kama ule mfuniko umeweza kukuzunguka. Hallelujah.
Haleluya. You cannot be seen Hauwezi kuonekana. unless the cover is being destroyed. Hauwezi kuonekana mpaka ule mfuniko God wants to destroy that Mungu cover, anataka kuharibu kile kifuniko kinachokufunika. of which has been there for long. Kile ambacho kimekuwa pale kwa muda mrefu. Maybe that cover, Labda kile kimfuniko it has been there before you existed. labda kimekuwa pale kabla hata wewe hujazaliwa. Maybe it has been generated. Ule mfuniko umeweza kuwa katika vizazi na vizazi. It has been there, coming inherited, being inherited and inherited and Umekuwa inherited. pale unakuja kwa kurithiana hatimaye umeweza kufikia katika And kizazi you chako. think it's part of your family. Na umeweza kufikiria kwamba ni sehemu You katika think it maisha is yako. part of your life, people. Umeweza kuona ya kwamba ni sehemu You katika see maisha the ya whole familia yako. family is going in the same line. Umeona ya kwamba familia nzima tunaenda katika sehemu. But I want to let you know this. Yes. I want to let you know Lakini this. nataka nikuambie hichi kitu. You are a different man. Wewe ni mtu wa You tofauti. are a different person. Wewe ni mtu wa You are tofauti. not others. Wewe sio ni You are you. wewe sio wengine bali wewe kama wewe. God has created you differently. Mungu amekuumba wewe wa And He has tofauti. given you the knowledge. Na Mungu amekupa wewe And even maarifa. has felt pity of you. Yes. He has felt pity of you. Na Mungu ameweza kupa kitu cha tofauti ndani mwako. And he has felt, let me say, He has compassion over you. Mungu ameweza kupa neema ya tofauti ndani mwako. There is a compassion, He felt compassion over you. Ameweza kufunika kitu cha tofauti ndani mwako. For that reason, Kwa sababu hiyo basi, He is there to help you ameweza yuko pale kwa ajili ya kukusaidia so wewe. that that cover may be destroyed. Ili basi kile kifuniko kiweze Even kuvunjika. though Hata kama it has been there for long, kimekuwepo pale kwa it muda has been mrefu. there for ages. Kimekuwa pale kwa And miaka people mingi. know that Na watu wanajua ya you kwamba cannot make it. hauwezi ukafanya, You hauwezi cannot go ukatoka. out of it. Hauwezi ukatoka. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Before going further, Bwana sana. let me first explain Ngoja nieleze kwanza. what is a cover, Nini maana ya kifuniko? so that you may Ili understand basi uweze kuelewa what is the cover nini maana ya which kifuniko. has been covering you. Kile ambacho kimekuwa When we kifuniko. are talking about the cover, Tunapotazungumza what do kwa they mean? nini maana yake? Blessed be the name of Bwana the Yesu Lord. asifiwe sana. Because you cannot overcome Kwa something sababu hauwezi ukatoka of which you know not. kile kitu ambacho hauwezi Till you haukijui. get to know it, Yes. till you get to know it, Mpaka utakapokijua is when you will be able ndipo ambapo to unaweza get out of it. kutoka kwenye kile kitu. Blessed be the name of Bwana the Yesu Lord. asifiwe sana. A cover, Mfuniko it's a wrapper. ni kitu fulani ambacho kinakufunika namna hii. Something, it's a wrapper. Kitu fulani ambacho kipana kinakufunika. You know, was when it is wrapped around you, Kitu kama unajua kama kitu fulani kikubwa alafu kimekuzunguka hivi, no one will be able to see you hakuna mtu yeyote anaweza kukuona. because something has wrapped Kwa around you. sababu kuna kitu ambacho All the eyes of the people macho yote ya watu will be around the wrapper. yatakwenda kuishia kwenye kile kitu ambacho kimekufunika. Though you are inside of the wrapper, Japo huko ndani ya kile kitu, but nobody will be able to see you lakini hakuna mtu yeyote atakayeweza because the kukuona. eyes cannot penetrate. Kwa sababu macho hayawezi yakapenya, They cannot penetrate macho hayawezi and yakapenya go through the na wrapper kuweza kuingia katika and kile enter and see what is wrapped na around. kuweza kuingia ndani ya kile kitu ambacho I kimekufunika. remember last Sunday Ninakumbuka Jumapili when iliyopita our brothers were launching their albums. wakati kaka zangu wakiendelea na uzinduzi mahali hapa, They brought their albums waliweza kuleta albamu zao and their albums were in the box. na albamu zao zilikuwa zimewekwa katika box. It was in the box and the box was wrapped. Zile albamu zilikuwa ndani ya box na box ilikuwa limefunikwa. Blessed be the name of Bwana the Yesu Lord. asifiwe It sana. was wrapped with a certain cover. Box ilikuwa limefunikwa na cover When fulani. they brought the album from Na there, walipokuwa wameleta zile albamu bringing the box walileta box and putting it here, na wakaweza kuweka mahali no hapa. one could be able to see Hakuna mtu yeyote that anayeweza there kuona was an album inside the box. kwamba kuna album ndani ya box. But the all eyes were around the wrapper, Na macho yote yalikuwa yanaangalia but juu ya even kile the box kifuniko. itself were not seen. Hata kile kibox chenyewe. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Are you getting me what I'm trying Mnanielewa to say? vizuri nini ninachomaanisha? Till that cover, Ndani ya kile kifuniko, inside of that cover, inside of that box, ndani ya ile boxi were
albums. kulikuwepo na And album. everyone was gathered because of that album. Na kila mmoja alikuwepo amekusanyika kwa ajili ya zile But album. no one was seeing that album Lakini hakuna hata mmoja because those albums were in the kwa cover, sababu zile album zilikuwa were ndani ya in the box. box, and the box is wrapped. Na zilikuwepo ndani ya box na box ilikuwa limefunikwa na cover. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe There sana. are people, Kuna watu the lives of the people, maisha ya watu they are in a certain box. wako ndani ya box. They are wrapped like the albums of brothers. Wamefungwa kwenye zile boxi kama jinsi ambavyo ile album ilikuwa imefungwa. It was in the box. Jinsi ambavyo Nobody was able to see them. hakuna ambaye mtu alikuwa anaziona. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Amen. Their life is being in the box. Maisha yanapokuwepo ndani ya box When the life is being wrapped, na maisha yanapokuwa yamefunikwa, no one can see that life. hakuna mtu yote anaweza kuona No one maisha. can be able to help you Hakuna mtu yote anaweza because no kukusaidia. one can see you. Kwa sababu hakuna mtu yoyote Blessed anayekuona. be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Amen. Till the time Hata utakapofika wakati somebody come and see what is in there na hata atakapokuja mtu mmoja na kuweza kuona kile kitu ambacho kipo and ndani destroy that cover na kuweza kuvunja so kuharibu that ile your life cover, can be seen. ili basi maisha yako yaweze kuonekana. I remember Ninakumbuka the guest of honor, mgeni rasmi is the one who came and be able to destroy the cover, aliyekuja na kuweza kukata of which was wrapping, was covering the album. alikuja na kuweza kuondoa kile kifuniko ambacho kwa kimefunika ile boxi ambayo ndani mwake palikuwepo na album, Of which we were looking for. ambayo tulikuwa watu wote tunaangalia. We had come because of those albums, Kwa sababu watu wote tulikuwa tumekuja kwa but ajili ya those hizo album. albums were not seen Lakini zile album kwa wakati huo hazikuwa till the zinaonekana. box is being destroyed. Mpaka pale box ilipokuja kufunguliwa. Till the box is being destroyed. Na mpaka pale box ilipokuja kufunguliwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. The devil has put us in a cover. Shetani ametuweka katika kifuniko. You have been wrapped for long. Umeweza kufunikwa kwa muda mrefu. And the purpose of wrapping you, Na sababu ya kufunikwa so that nobody can see ili you, basi hakuna mtu anayeweza so kukuona. that people, so nobody can understand Ili you, hakuna mtu atakayeweza so kukuelewa. that nobody can use you, Ambapo hakuna mtu anayeweza so kukutumia that wewe. somebody can use you in a right way. Hakuna mtu ambaye anaweza The devil kukutumia. had covered your life, Hata pale ambapo even you are trying to do something, maisha yako yameweza kufunikwa, hata unapojaribu kitu you are fulani, trying to do something, unapojaribu kufanya kitu but fulani, because you are in the lakini cover, kwa sababu uko ndani ya you kifuniko, are covered, kwa sababu umefunikwa, nobody can see you. hakuna mtu anayeweza, Nobody can see what you are doing. hakuna mtu anaweza kuona You are covered. umefunikwa. Blessed be the name of the Lord. Yesu asifiwe sana. Unless the cover is being destroyed. Hata pale ule mfuniko utapokuwa Unless the cover is being destroyed. hata pale mfuniko utapokuwa umeharibiwa, It's when people will discover. ndipo ambapo watu watakuja It's kutambua. when even you will discover Hata pale wewe mwenyewe utakapokuja kutambua ya kwamba that there is something important in your life. kumbe kuna kitu fulani cha muhimu. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Last Sunday we read the scripture Jumapili pia tunaweza kujifunza juu ya habari in Matthew chapter 13 verse 44. katika Mathayo sura ya 14, sura ya 13:44. The Bible says, Biblia inasema the kingdom of heaven ufalme wa mbinguni, is like the hidden treasure, lakini kama vile sadaka au Hazina. hazina iliyofichika, of which when man found it, pale ambapo mtu atakapokuwa ameweza kutambua. this man when he found it, Baada ya kuweza kutambua, the Bible says he hid it Biblia inasema ya kwamba anaweza kuficha, and ran. na baada ya hapo He ran, na akaondoka he sold off what he had na akaweza kuuza kila to chonacho buy the field. ili aweze kuja kununua kile. Remember, the Bible is talking about the hidden treasure. Kumbuka Biblia inazungumza ya kwamba hazina iliyofichika. The treasure was hidden in the field. Hazina imeweza hazina imeweza kufichwa mahali fulani ambapo
hapaonekani mahali pazuri. Nobody is seeing the treasure. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kaiona ile hazina. Blessed be the name of the Lord. Yesu asifiwe sana. Let me tell you this. Ngoja nikwambie hiki kitu. Maybe you are there. Labda uko pale. There is a certain hidden treasure. Kuna hazina fulani ambayo imefichika. There is a certain hidden treasure Kuna hazina fulani ambayo of which you have not seen yet. ambayo haujawahi It kuiona. has been wrapped. Ambayo imeweza It has been covered. ambayo imeweza It has been hidden for ages. kwa miaka na You have been looking for it. na umekuwa umekiangalia But kwa muda sometimes mrefu. even you are bypassing it. Mara nyingine unaweza kuwa You are bypassing it. mara nyingine unaweza kuwa You are looking for it, unaiangalia but bypassing it. lakini hauioni na Why are you bypassing kwa nini it? unaipita? Because it is hidden. Kwa sababu imefichwa. Because it is Kwa wrapped. sababu imeweza Today, leo it is your day. leo ni siku yako. That cover to be destroyed. Ili uweze So that you can discover ili kuweza kuharibu of what is hidden from ili uweze you. kutambua So kile that ambacho your life will never be the same ili again. maisha yako yasiweze kuwa hivyo tena. Tell your neighbor, Mwambie jirani yako, destroy the cover. haribu kile kifuniko. Say neighbor, Mwambie jirani, jirani, destroy the cover. haribu cover. Destroy the cover. Haribu kile cover. Destroy the cover. Haribu kile kifuniko. So that Ili basi your life maisha yako will never be the same again. haitaweza kuwa hivyo tena. This man, when he discovered, Huyu mtu baada ya kutambua, when he discovered the hidden treasure, baada ya kutambua ile hazina ile fichwa, it forced him ikamlazimu yeye to mwenyewe run kukimbia and sold off what he had. na kuuza kila alicho nacho. He sold off what he had Kuuza kile alichokuwa nacho. to buy the field Akaja hapa mahali because of the kwa treasure sababu ya ile hazina he had discovered. aliyeitambua. Let me tell you this. Ngoja nikwambie hiki kitu. If you will be able Ila baada utakapokuwa to umetambua destroy a certain cover haikuweza kutambua na and kuharibu you discover na kuweza kuharibu that kama there is something you're supposed to do na kuweza kutambua kwamba kuna jambo fulani and you discover na kuweza that there kutambua are somewhere you have to reach unatakiwa uweze kufika sehemu and fulani you na discover kuweza kutambua there is something you must get. unaweza You will come out from your sleep. unatakiwa uweze kupata kitu You fulani will come out from your sleep utaweza kuondoka katika usingizi and you ulionao start doing na something utaanza kufanya kitu to fulani reach somewhere. ili kuweza kufika sehemu Reach fulani a certain ili destination. kuweza kufika sehemu fulani ya kusudia kufika. Hallelujah. Haleluya. Amen. You have not done what you are supposed to do Haujaweza kutimiliza kile ambacho unatakiwa kuweza kukifanya because there is something hidden from you. kwa sababu kuna kitu ambacho kimeweza kujificha. You must destroy the cover. Unatakiwa uweze kuharibu kile kitu ambacho kimekuficha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maybe you are looking for marriage. Labda umeweza kuwa ukiangalia juu ya kuoa. You are looking around about, Umeweza kuangalia juu ya jambo fulani. but everywhere, wherever you are going, you are not seeing because you are friend, you are partner of whom you are looking for, the one who is worthy, the one who is meet for you, is hidden in the cover. Labda umetoka sehemu mbalimbali ukazunguka huku na kule. Kuna mtu ambao ulikuwa unamtafuta wa type yako, wa aina yako ambao unamhitaji, na umejaribu kuzunguka huku na kule lakini haujamuona au haujaona kile kitu ambacho unakitafuta kwa sababu kile kitu kimefunikwa na ule mfuniko. Maybe you yourself, you are the one who is being covered. Labda wewe mwenyewe ndio yule mtu ambaye umeweza kufunikwa na kile kifuniko. And you, even everyone whoever sees you does not see you but sees the cover. Lakini na labda kila mtu anapokuwa anazunguka hakuoni wewe bali anaona kile kifuniko ambacho Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. That cover maybe it has been there for long, for ages. Labda kifuniko kile kimeweza kuwa pale kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Even you are trying, when you are trying to raise up, the cover says you are covered. Hata unapokuwa unajitahidi kuweza kujichutumua na kuweza kuinuka, lakini ule mfuniko bado unakuambia baki chini. You will not be seen, you are covered. Hauwezi ukaweza kuonekana kwa sababu And even yourself, you have believed it that you are covered, you will not be seen. hata wewe mwenyewe pia unaamini ya kwamba umefunikwa na hautaweza kuonekana. I want to tell you today, Nataka nikuambie siku ya leo, change the way you see things. badili namna ya kuweza kuona vitu. Change your mind today. Badilisha fikra zako. Change your focus today. Badilisha muonekano wako. Say even though Leo hata kama
have been covered for long. umekuwa umefunikwa kwa muda I mrefu. will destroy the Leo cover. tunakwenda kuharibu. I will destroy. Kuharibu ule mfuniko. I will destroy that cover. Kuharibu ule mfuniko. And I will come out of the Na utaweza cover. kutoka katika ule mfuniko. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Yesu asifiwe sana. I'm telling you today, Yes. you will be seen. Na mwambie rafiki yako ya kwamba leo utakwenda kuonekana. You will be seen. Utakwenda You are kuonekana. coming out of the cover. Utatoka nje You ya are coming mfuniko. out of the cover. Utatoka nje ya You are mfuniko. coming out of the cover. Utatoka nje ya mfuniko. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe Let sana. us learn from the egg. Yes. Let us learn from the egg. Ngoja tuweze kujifunza juu ya yai. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. When the egg, you know, we know the egg. Na najua kwamba wote tunajua yai jinsi lilivyo. This egg, it contains the power to produce the chicks. Yai hili lina nguvu ya kuweza kuzalisha kifaranga. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. But remember, the chick is in the egg. Kumbuka ya kwamba kifaranga kipo ndani ya yai It has been there for some time. na kimekuwepo pale na kitakuwepo pale kwa But muda when fulani. the chick discovers that now I'm grown up, Lakini wakati huo basi ambapo kifaranga kitakapokuja kutambua kwamba sasa nimekuwa, I'm not supposed to be in the egg. sitakiwi kuweza kuwa ndani ya yai. I'm not supposed to be covered by this egg. Sitakiwi kuweza kuendelea kufunikwa na hili gamba la yai. Blessed be the name of Bwana the Yesu Lord. asifiwe sana. I have to come out of this egg. Ninatakiwa niweze kutoka nje hili kava la I yai. have to come out of this cover which has Ninatakiwa covered niweze me. kutoka nje hili kava la yai. You know the chick what he does? Unajua kifaranga kinafanyaje? It goes, it dresses itself. Unajua kifaranga kinakuja kinainuka namna hii, kinajipanua And namna hii. sometimes it starts even biting Na wakati mwingine kinaanza kudonoa kile kikava. the cover so that it can be able to get out of that Ili cover. basi kiweze kupata nafasi ya kuweza Even kutoka though the katika cover kava. wants or not, Kwa sababu kinajua ya kwamba ile kava aidha linataka au halitaki, I have to get out of this lazima cover. niweze kutoka kwenye kava hii. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe The sana. time comes, Wakati unakuja, the chick gets out of the cover. kile kifaranga kinatoka katika lile yai. It destroys the cover. Linaharibu lile kava It la yai. destroys the cover gets broken. Linaharibu into two. lile kava na ile kava linapasuka. Blessed be the name of Bwana the Yesu Lord. asifiwe. Today it is your time. Leo ni siku yako. You tell that cover Utawaambia that ile you have kava, covered me for long. umeweza kunikava kwa You muda have been mrefu. covering me for long. Umenikava kwa But muda mrefu. today it is Na my day. leo ni siku ya I'm destroying ni siku ya you. kukuharibu I'm dismantling na you. kutoa. You will not cover me any longer. Hautaendelea kunikava mimi tena. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. You destroy the cover. Unakwenda kuiharibu ile kava kwenda kufunika kwa muda mrefu. Let us see another scripture. Ngoja tuangalie andiko. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. When we go in Mark chapter 2, Tunapokwenda katika Marko sura ya pili, verse 4 mstari wa 4 and 5. na wa 5, Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody can read for Anaweza us. kusomea mtu mmoja. Na walipokuwa hawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. There was a certain man. Ilikuwa kuna mtu fulani. This man was very sick. Huyu mtu alikuwa anaumwa sana. This man, he needed help from God. Na mtu huyu alikuwa anahitaji msaada This wa man Mungu. was covered by the leprosy. Alikuwa ameweza kufunikwa na matatizo. He was Homa. covered Alikuwa amefunikwa by the leprosy na ulikuwa umefunikwa na homa na ukoma. na ukoma.
Amen. Amina. Being covered by that leprosy, Na ule ukoma ule he could not be able to move. hakuweza kutoka, He could not walk. hakuweza kutembea, He could not do anything hakuweza kufanya jambo lolote because he's being covered. kwa sababu alikuwa amefunikwa. Blessed be the name of the Bwana Yesu Lord. asifiwe sana. And many people, they saw him, they were seeing him as a leper who can do nothing. Na watu wote waliweza kumwona kwamba yeye ni mtu asiyekuwa na msaada yoyote na hataweza kufanya jambo lolote. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. But when they heard about Jesus Christ, Lakini baada ya kuweza kusikia habari za and Yesu they Kristo, heard of what Jesus can do, na kuweza kusikia kitu gani ambacho Yesu anaweza kufanya, they decided and they intended in themselves. waliweza kuamua na kuweza kuondoka wenyewe They said, let us take this man. na kuweza kusema ya kwamba tumchukue huyu mtu, We are taking our brother to Jesus. tunamchukua huyu bakaka yetu Because kumpeleka kwa we Yesu. have heard that Jesus is doing something. Kwa sababu tumeweza kusikia kwamba Yesu ana kitu. We have to see this kind of thing destroyed today. Lazima tuweze kuona hichi kitu kinaweza kuharibiwa siku ya leo. This our brother has been covered for long. Kaka yetu amekuwa akifunikwa kwa muda Let mrefu. us take him to Jesus. Lazima tumchukue na Let kumpeleka us kwa take him Yesu. to Jesus. Lazima tumchukue na So kumpeleka kwa that Yesu. his cover being destroyed. Ili basi kile kifuniko kilichokuwa kimefunika tuweze Do you know kuondolewa. what happened? Unajua kitu gani They kilichotokea? carried the man Walimbeba yule and mtu put him in his bed, stretch, and took him to Jesus. na kuweza kumweka katika kile kitanda na kumbeba na kumpeleka kwa Yesu. As they were going, Na wakati they wakienda found that Jesus is in the house. wakamkuta Yesu yuko ndani ya nyumba, And the house is being surrounded by the press. And many people are covering the house. And there is no way of reaching Jesus. na nyumba ile ilikuwa imeweza kufunikwa na makutano mengi ya watu na hapakuwa na nafasi ya kuweza kumfikia Yesu Kristo. In another word, Na kwa maneno mengine, this man, they have brought, the man is being covered by the leprosy. na huyu mtu alikuwa amefunikwa, amekabwa na homa ile ya ukoma, And even he's looking for the solution. na hata walipokuwa wanaangalia suluhisho, And his solution, Jesus is being covered in the house with the press. na suluhisho ilikuwa ni Yesu, lakini Yesu kipindi hicho alikuwa amefunikwa na mkusanyiko. You are looking for the solution and you cannot reach to your solution. Unaangalia suluhisho, lakini kipindi hicho haufikii suluhisho lile. Because even your solution is being covered. Kwa sababu hata suluhisho lako pia vile vile limefunikwa. There is a hindrance. It hinders you to reach to your solution. Kuna kitu ambacho kinazuia wewe kuweza kufikia katika ile suluhisho lako. The way to your solution is being blocked. Njia ya suluhisho lako limefunikwa. There is a cover. Kuna kitu ambacho kimefunika. There is a cover. Kuna kitu ambacho kimefunika. You are trying to knock the doors, but the doors are blocked. Unajaribu kugonga mlango, lakini mlango umefungwa. The doors are saying there is no way for you. Na mlango umesema ya kwamba hakuna njia kwa Because ajili you yako. are covered. Kwa sababu You umefunikwa want na to get kufunikwa. out of this cover. Unatakiwa uweze kutoka We katika are kifuniko. blocking you, you will not progress. Yes. We are blocking you, you will not progress. Tumekufungia wewe, hauwezi ukapata maendeleo. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. But these men, Lakini hao watu they said, for us we have come to meet with Jesus. semea kwamba sisi tumekuja kukutana na Yesu. It doesn't matter, you are blocking our way. Haijalishi ya kwamba umezuia njia yetu. We will look for our way to meet Jesus. Tutatafuta njia yetu ya kuweza Even kukutana na though Yesu. you are blocking us, Hata kama we mmetuzuia, are ready to destroy that tuko cover tayari kuweza kuharibu so that we may reach Jesus. ili kuweza We kumfikia are there Yesu. to reach to our goal. Tuko hapa kwa ajili We ya are there kumfikia to Yesu reach to Kristo. our Tuko destination. hapa kwa ajili ya kuweza We are there to kumfikia reach Yesu. to Jesus. Tuko hapa kwa ajili ya We kumfikia want Yesu. the solution today. Hata suluhisho siku We ya are leo. not going back without the solution. Hatuwezi They kurudi. say no. Yes. They said no. Walisema hapana, hapana, hapana. We are going back with the solution. Hatuwezi kwenda nyuma, bali tutasonga mbele na kuweza kupata suluhisho. What they decided to do Kitu gani ulichoamua ukifanya? is to unroof the house. Kuweza kuvunja lile paa, kutoa paa, Unroof the house. kutoa paa,
ile nyumba, so that they can let their sick person ili basi waweze kumshusha yule mtu wao alikuwa anaumwa to reach to Jesus. kuweza kukutana na Yesu Kristo. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. When in the process of destroying the cover, Wakati unapokuwa katika hatua ya you kuweza must be kuharibu, ready to risk your life. unatakiwa uweze kuwa tayari kuhatarisha maisha yako. Don't fear because of the situation. Usiogope kwa sababu ya kile ambacho These unakiona kwamba kinaweza kuwa people risked kizuio. their lives. Yes. They risked their lives. Wale watu waliweza kuhatarisha maisha yao, They destroyed the house of somebody. waliweza kuvunja paa la mtu fulani. Remember, the owner of the house can take them even to prison. Kumbuka ya kwamba yule mhusika mwenye nyumba angeweza hata kuwachukua na kuweza kuwapeleka mahakamani, Because they have destroyed the house. kwa sababu waliharibu ile nyumba. They are there to pay what they have destroyed. Walikuwepo pale na walikuwa tayari kuweza kulipa For chochote, them, they say, we don't mind. lakini wao hawakuweza For us, it kujali. doesn't matter what it costs. Haijalishi ya kwamba ni kitu gani Life ambacho is kitagharimu. more important than the house. Maisha ni muhimu kuliko hata nyumba. We have to destroy the cover Lazima tuweze kuharibu kile ambacho kilikuwa kinafunika so that we may reach to ili Jesus. kuweza kukutana na Yesu So Kristo. that the cover of our brother. Yes. So that the cover of our Ili brother basi kile kifuniko cha kaka yetu can be destroyed. kiweze kuharibiwa. When Jesus saw their faith, Baada ya Yesu kuona imani yao, he said, Yesu akasema, your faith has healed you. imani yenu imewaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Glory be to God. Utukufu kwa Yesu. Hallelujah. Haleluya. Their faith destroyed the cover. Imani yao iliweza kuharibu kile kifuniko. The cover which had covered Jesus, Kifuniko kile ambacho kimemfunika Yesu Kristo, so that they cannot reach him, ili basi wasiweze kwenda kumfikia Yesu. and the cover which had covered their brother. Na pia vile vile kile kifuniko ambacho kilikuwa kimemfunika kaka yao. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe God has put you there to destroy the cover of your brother. Labda Mungu amekuweka mahali pale ili uweze kuharibu kifuniko cha kaka yako. There are people are suffering, but you have not taken the step to destroy the covers. Kuna watu ambao wamekuwa wakiteseka, lakini wewe haujachukua hatua ya kuweza kuharibu yale matatizo If you ambayo take yanasumbua. a step, I'm telling you, you will see the results and glorify God. Utakapokuwa umechukua hatua, wataweza kuona kile ambacho unakifanya, na wao kupitia wewe wataweza kumtukuza Mungu. And even let me tell you this, there are things of which you have not got, not because you cannot get it, but because you have not taken a step of destroying the cover. Ngoja nikwambie kitu. Mara nyingine kuna vitu fulani ambavyo hauvioni kwa sababu haujaweza kuchukua hatua ya wewe kuweza kutumika kuweza kuharibu kile ambacho kimeweza kufunika watu wengine. Today it is your day. Leo ni siku yako. Tell your neighbor, be ready to destroy the cover. Mwambie jirani yako ya kwamba kuwa tayari kuharibu kile kifuniko. Be ready to destroy the cover. Kuwa tayari kuharibu kile kifuniko. The cover which had covered you for long. Kile kifuniko ambacho kimekuwa kifunika kwa wewe kwa muda Tell mrefu. your neighbor, neighbor, Mwambie jirani yako, jirani, today, leo, today, leo, today, leo, today, leo, it is a day leo ni siku for destroying the cover, kwa ajili ya kuharibu kile kifuniko, which has been there for long. kile ambacho kimekuwepo kwa muda It mrefu. doesn't matter Haijalishi ya for kwamba how long it has been there, kimekuwepo pale kwa muda gani, but it's going to be destroyed. lakini leo kinakwenda In the name kuharibiwa. of Jesus. Ni katika jina la Yesu Kristo. Today, Leo it is a day ni siku for your day. kwa ajili ya siku yako, It is a day ni siku for your kwa glorification. ajili ya utukufu It wewe is a day ni siku for you to be seen. ili wewe uweze It is kuonekana, a day ni siku for you to be understood that you are living. ili wewe uweze kutambua kwamba unaishi, Because kwa sababu the cover is going to be destroyed. kile kifuniko In the kitakwenda name of kuharibu. Jesus. Ni katika jina la Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Glory be to God. Utukufu kwa Yesu. Hallelujah! The Haleluya. cover Sema funiko. that cover poverty. Funiko wa maskini. It has Funiko been wa there. maskini. Umekuwepo pale kwa muda I'm mrefu. telling you today, Leo if you rise up, it's ukiinuka going to be destroyed. utakwenda kuharibika. Hallelujah! Hallelujah. That
kifuniko cha of magonjwa which has been existing. kile ambacho kimekuwa It kionekana has been there for long in kimekuwa your pale family. kwa muda mrefu katika It familia has yako been there in your life. kimekuwa pale katika It is maisha going yako to be destroyed today. itakwenda kuharibiwa siku ya leo. Hallelujah. Give your neighbor a high five. Mwambie rafiki yako high five. Give him a high five. Mwambie rafiki yako high five. Say neighbor. Mwambie jirani. Neighbor. Mwambie jirani. Today. Leo. The cover is going to be leo destroyed. kifuniko kinakwenda kufunuliwa. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. The cover Kifuniko is going to be destroyed. kitakwenda kufunuliwa. Lastly, Mwisho, when you read in Matthew unaposoma katika kitabu cha Mathayo 28, 28 verse 2, mstari wa 2, read there and see. soma pale na kuweza kuona. Tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Matthew is talking about Jesus Christ. Mathayo anazungumza habari za Yesu Kristo. When Jesus Christ was killed, Na wakati Yesu alipouawa, they said, na walisema Jesus said he will raise up. ya kwamba huyu Yesu alisema ya kwamba atafufuka. They said, today now we are going to cover him. Na walisema ya kwamba leo tunakwenda kuangalia, We are going to put there a very big stone. na tutakwenda pale jiwe And kubwa, put there the seal. na tutaweza kwenda kuweka pale muhuri, And seal it so that nobody can change this. na ule muhuri hamna yeyote atakayeweza kwenda kuubadilisha. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. They brought Jesus and put him in the tomb Na Yesu walimchukua Yesu na wakamweka katika kaburi, and put there a very big stone. na wakaweza kuweka jiwe kubwa, A very big cover. na wakaweza kufunika kifuniko kikubwa, That cover, no one could push it. na kifuniko kile hakuna mtu yeyote angeweza Nobody could be able to remove that na cover. wala hakuna mtu angeweza kuondoa kile kifuniko. Blessed be the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. After covering him, Baada ya kufunika, you know the devil thought that I have done it. na unajua shetani alifikiri ya kwamba amekwisha I maliza, have covered him. na nimekwisha mfunika, Nobody will see him again. hakuna atakayeweza I kumwona. have already covered him. Tayari nimekwisha I'm mfunika. telling you today, Ninakwambia leo, as it happened in the times of Jesus, kama jinsi ambavyo ilikwisha the kutokea devil katika thought that he Yesu has Kristo. covered it. Yesu alitambua, shetani alitambua ya kwamba amemfunika Yesu, He thought that they have already done it. ya kwamba nimekwisha maliza. Even the devil now is saying that I have already done it. Na shetani hata sasa anasema ya kwamba amekwisha He thinks kumaliza, that he has already covered you. ya kwamba amekwisha kufunika, He has covered you. amekwisha kufunika. Nobody will see you again. Hakuna atakayeweza kukuona tena. But I want to let you know, Lakini nataka nikwambie there is ya a good kwamba news for you. kuna habari njema There is a siku ya good leo. news for you. Kuna habari njema There is a siku ya good leo. news for you. Kuna habari njema kwa Even ajili though yako. the devil has covered you, Hata kama shetani even amekufunika, though they have put a very big stone hata around kama you, ameweka jiwe kubwa they are saying that he kwa will not make it. You na cannot say wanasema that. hautaweza tena. The angel of the Lord is descending. Malaika wa Bwana The angel of anakuja the siku Lord ya is leo. coming down today. Malaika wa The Yesu Lord, the angel of the Lord is coming down today. Malaika wa He's Yesu going to anakuja destroy that kwa cover. ajili ya kuweza He's going to kuangalia destroy that kwa cover. ajili ya kuweza In the kuangalia name of Jesus. ni katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Kuna palikuwepo na tetemeko kuu, And the angel came and rolled away the stone. na malaika alishuka akafika katika lile jiwe na kuweza kulisukuma lile He jiwe, rolled away the na stone. lile jiwe likaweza He kuondoka rolled mahali away pale, the stone. na lile jiwe likaweza I kusukumwa said he kutoka mahali rolled pale. away the stone. Ninasema ya kwamba lile jiwe liliweza kusukumwa Even today, hata siku ya leo, even today, hata siku ya leo. is your day. Leo ni siku yako. The angel is descending down. Malaika The angel is amekwisha coming kushuka. down. Malaika The amekwisha angel is shuka. coming down. Malaika amekwisha shuka. Rolling away the stone. Weza kuondoa lile jiwe. Rolling away the stone. Weza kuondoa kile kifuniko Which cha had covered you. jiwe. That cover is going to be destroyed. The Bible says Biblia there inasema was a very great earthquake. It was descending down. malaika The angel is amekwisha coming kushuka. down. Malaika The amekwisha angel is shuka. coming down. Malaika amekwisha shuka. Rolling away the stone. Weza kuondoa lile jiwe. Rolling away the stone. Weza kuondoa kile
of which had covered you for long. Yes. Of which had covered you for long. Ambacho kimeweza kufunika kwa muda mrefu. Is gonna be rolled away. Kinakwenda kuondolewa. It's gonna be rolled away. Kinakwenda kuondolewa. It's gonna be rolled away. Kinakwenda kuondolewa. It's rolling away the stone. Kinaondolewa kile kifuniko. When the angel came and rolled away the stone, Na hata malaika alipokuja na kuweza kuondoa kile kifuniko, Jesus came out of the tomb. Yesu aliweza kutoka katika Jesus came out of the tomb. Yesu aliweza He kuondoka came out of the tomb with victory. na aliweza kutoka katika ile He kaburi came kwa out of ushindi the tomb mkuu. with victory. Aliweza kutoka katika kaburi kwa ushindi Today you mkuu. are coming out with victory. Leo unatoka Today nje you kwa are coming ushindi out mkuu. with the Leo victory. unatoka nje kwa The ushindi people will mkuu. see you with a different way. Yes. The people will see you with a different Watu look watakuona kwa namna nyingine tofauti because of the victory. kwa sababu ya ule ushindi. The cover covering you for long. Ule mfuniko ambao ulikuwa umefunika kwa muda mrefu, It has no power over you today. hauna nguvu tena mbele zako siku ya leo, Because God is speaking to you. kwa sababu Mungu amenena na wewe siku ya leo, That cover is being destroyed. na kile kifuniko kinakwenda kuondolewa. You must identify what kind of the cover has been covering you today. Lazima uweze kutambua ya kwamba ni aina gani ya kifuniko ambacho kimekuwa kifunika kwa muda Any mrefu. kind of the cover in your life. Kifuniko chochote kile ambacho kimekuwa kifunika kwa When muda you mrefu. will discover that secret, Na utakapokuwa umetambua ile siri, I'm telling you, you will be victorious. na ninakuambia kwamba utaweza kuwa mshindi, Because that cover will be destroyed today. kwa sababu kile kifuniko kitakuwa In the name of Jesus. siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. What I would like you to do is one thing. Yes. What I would like you to do Ninachohitaji wewe uweze kufanya is first of all to surrender, total surrender to the Lord. jambo la kwanza ni wewe kuweza kujiachilia, yani kujiachilia kabisa mbele za Bwana. And you let God do something in your Na life. kumwachilia Mungu aweze kufanya kitu. I kwa told ajili you in yako. the beginning that you permit Him to do. Yes, na nakuambia kwamba utakapojiachilia na kuweza kumruhusu Mungu aweze kufanya kile ambacho anataka yeye aweze kufanya ndani mwako, Then God will come down and do. ndipo ambapo Mungu atakuja na kuweza kufanya. You will see the change in your life. Na utaweza kuona mabadiliko katika maisha yako. And the change is today. Na mabadiliko hayo ni ya leo. It begins today. Na yanakwenda kuanza siku leo. Because the power is given unto us Kwa sababu nguvu tayari to destroy that cover. ili kuweza kuharibu ile nguvu. I have seen many people with different covers. Nimeona watu wengi wenye nguvu tofauti tofauti. Being different, those covers being destroyed. Tofauti. Nguvu zile zinaharibiwa. Even your cover, Hata kama nguvu yako, even that your cover, kile ambacho kimekufunika wewe, it does not mean that it is there for long. haijalishi ya kwamba kimeweza kuwepo pale kwa muda mrefu. And it does not mean that it is impossible to be destroyed. Haijalishi ya kwamba ilikuwa ni vigumu kuweza kuharibiwa. Today is going to be destroyed. Lakini siku ya leo ni siku ya kuweza I kuharibiwa. want you now to surrender yourself to the Lord. Ninataka sasa wewe uweze kujiachilia tu mbele za Bwana. Today, God is going to do something. Leo Mungu atakwenda kufanya kitu. What I would ask you to do is just discommunicate yourself from other people. Ninachotaka kukuambia ya kwamba hebu achilia mawazo yako mbele za Bwana na acha kuanza kufikiria habari za nje katika uwepo wa Mungu. Just focus to the Lord. Jaribu wewe tu kuweza kujiconnect na Mungu. Yani kwamba And that God who created heaven and earth, yule Mungu ambaye ameweza kuumba mbingu na nchi kwa ajili yetu, He has something for you today. ana kitu kwa ajili yako siku ya leo. Just disconnect yourself from the Hebu surroundings. achilia kuweza kufikiria vitu vingine ambavyo viko nje katika uwepo wa Mungu. I'm telling you today, Na kuambia siku ya leo, if you will connect yourself to God, utakapokuwa umejiachilia na kujiungamanisha na Mungu, the divine power will come down. nguvu ya tofauti ya kimungu The itakuja divine chini. power will come down. Nguvu ya kimungu itakuja chini, And that cover will be destroyed na today. ile kava itakwenda kuharibiwa na kuvunjwa kabisa In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Because faith comes by hearing, Kwa sababu imani kuja kwa kusikia and by hearing the word of God. na kwa kusikia neno la Mungu. That demons which has tortured you for long, Na ile nguvu ya giza ambayo imekuwa ikusumbua kwa muda mrefu, it will not last.
haitaweza kuendelea tena. Today is to be terminated. Leo lazima uweze kuharibiwa na In the kuondolewa. name of Ni Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Now raise up your hands Inua mikono yako and surrender yourself to na the Lord. kujiachilia mbele za Bwana. Jina la In the name Yesu. of Ni Jesus. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la I Yesu. raise against that power of the devil. Ninakwenda kinyume na command you now to leave. Shetani. You have no power over them. Shetani ana nguvu juu yao. In the name of Jesus. Ni katika jina la Yesu Kristo. Utaweza tena kumwambia Bwana. Come before the Lord. Oh, Yahweh Saidi. As you're surrendering to the Lord. Asante Bwana As a Yesu. sign of surrendering to the Lord. Oh, ni kama namna ya kuweza kujiachilia mbele za Bwana. God is touching you where you are. He is going to be broken now. That cover. Yes, it is destroyed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I said that cover. Which has been covering you now. I destroy it. In the name of Jesus. I command you now. Let this man be free. I said let him be free. Let him be free. Let him be free. Let him be free. In the name of Jesus. His life will never be the same again. His life will never be the same again. Let him change. Let him change. In the name of Jesus, that cover which has been there for long, let it be destroyed in Jesus' mighty name. His life will never be the same again. In the name of Jesus Christ, Son of the living God, I raise against all the cover. I command you now. Let her be free. Let her be free. Let her be free. Let her be free. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, I command you now. I command you now. In the name of Jesus. 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 Let her be free. Let her be free. Let her be free. Let her be free. I say let her be free. Today, her life will never be the same again. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, I command you devil, leave her. Let her be free. 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 Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Let her life change. Let her life change. Let her life change. Let her life change. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus, leave her. Let her be free. She will never be the same again. In the name of Jesus Christ, Son of the living God. Nakwambia sasa huna mamlaka tena juu yako. Mwachilie. 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 Nakuamuru sasa. I command you now, leave. Leave. Leave her. Leave her. I say, wear cover. I command you now to leave her. Let her be free. 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 In the name of Jesus. Let her be free. I command you now to leave her. Leave her. Leave her. Leave her. Leave her. In the name of Jesus. My Father, today, let your hand come down. My Father, help your maidservant. Help your maidservant, Lord. Help your maidservant. Your power coming down. Your power coming down. Your power coming down. Your power is coming down. Your power is resting upon her. Set her free. Set her free. Set her free. Set her free. I command you cover now. You have been covering her for long. I command you now. Leave. 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 Leave in the name of Jesus. Leave. Leave her. Heavenly Father, Lord Almighty, I thank you for your maidservant. My Father, meet with your maidservant. Your pepo haina mamlaka iliyokuwa imemfunga kwa muda mrefu. Sasa na kuamuru mwachilie. Mwachilie sasa. Mwachilie. In the name of Jesus. There is power. The power is coming down upon her life. It's coming down upon her life. I command you now, leave. Let her be free. 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 In the name of Jesus, I say let her be free. Let the power of God rest upon her life. Today, your life will never be the same. I command you, cover, leave her. I destroy that cover in the name of Jesus. I destroy the cover. I destroy you, cover. Come out. Come out. Come out. Come out.
Come out. Come out. In Jesus' mighty name. Let her life never be the same. We thank God because of today. Tunamshukuru kwa ajili ya siku ya leo. I believe that your life will never be the same again. Ninaamini kwamba maisha yako hayataweza kuwa tena kama jinsi ulivyokuwa. That cover which has been there. Ile cover ambapo ilikuwepo pale. Let us trust God. Tumwamini Mungu wetu. That cover has been destroyed. Ya kwamba kile kifuniko kimekwisha haribiwa. May the Lord God bless you. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Kwa Yesu, haleluya. Asante.